Swala sharti ni kwamba mtu anahitajia awe ataswali akiwa ameelekea kibla, na kibla chetu kama tujuavyo ni msikiti au tuseme ni Kaaba yenyewe. Kwa watu ambao wako mbali na mji huo, ambao wako nchi za mbali, mwelekeo wao ni mji wa Makka. Kwa hivyo, kwa vile Makka ndiyo imebeba msikiti na ndiyo imebeba Kaaba, kibla ni kwamba njia ya kujua kwanza kibla ni njia ipi? Njia ni kwamba tuelekee, tuangalie sehemu ambazo Waislamu wengine huelekea, ambacho ni maarufu, njia ambazo wameweka za kujulisha, ima ni kwa kuangalia makaburi ya Waislamu. Makaburi ya Waislamu hasa yanaelekea kibla. Njia nyingine ambazo mtu anaweza kujua ni ikiwa hana habari ya kujua kibla kiko wapi, basi atauliza, na inatosha mtu mmoja ambaye ni mwaminifu kumjulisha ya kwamba kibla kiko huku. Lakini ikiwa kuna mwingine ambaye anasema kinyume cha hiyo, yani anampinga yule, akasema kwamba kibla si upande huu bali ni upande huu mwingine wa kinyume chake, basi utachukua kauli ya nani? Huwezi chukua kauli ya yeyote kati yao, bali inabidi kuwe kuna watu wawili. Hii watu wawili ndio wanakuwa ushahidi wenye kutosha. Kauli yao itakuwa inashinda kauli ya huyu mtu mmoja, na hiyo pia inatosheleza. Jambo jingine, kwa sisi ambao tuko mashariki ya Afrika, kibla chetu ni rahisi kukijua unapotaka kuelekea kibla, kwa sababu mahali popote utakapofika ni muhimu tu ujue jua linatoka wapi na linazama wapi, yani mashariki na magharibi. Ukishajua mashariki na magharibi, basi jua ni kibla chetu cha watu wa East Africa ni upande wa kaskazini, north. Ikiwa wewe hujui kibla kiko wapi na hauna njia ya kujua, basi itakuwa unawajibika kuswali sehemu zote nne, pande zote nne.